Bana, kumekuwa na sintofahamu kuhusiana na swala zima la usajili pale mitaa ya Msimbazi. Hapa tunazungumzia masuala ya usajili hususan kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili katika eneo ambalo mashabiki wengi wa klabu ya Simba wamekuwa na kiu kubwa ya kuweza kuona usajili ukifanyika ambao ni bora zaidi, na eneo ambalo wamekuwa pia hawana imani nalo ni eneo la goalkeeper. Ambapo mara baada ya kuumia Pinpin Kamara tulishuhudia pia bwana mdogo Yakubu Suleiman ambaye alisajiliwa kutoka kwenye kikosi cha JKT Tanzania, ambapo pia alikuwa anapata nafasi kwenye timu ya Tanzania Taifa Stars. Mwisho wa siku mwamba akapata injury. Baada ya kupata majeraha Yakubu Suleiman, kwa upande wa viongozi wa klabu ya Simba wakaona pia kuna haja ya kuingia sokoni na kufanya usajili wa kipa mwingine ambaye anaweza akawasaidia. Simba kaona kuna haja ya kwenda kufanya usajili na hatimaye wakazunguka wakana kutafuta goalkeeper ambaye anaweza akawasaidia, na Simba walimlenga Fofana, goalkeeper ambaye yuko kwenye kikosi cha Azam FC. Wakaanza kuzungumza naye, wakaona kuna ugumu wa kumpata moja kwa moja, wakaona waanze kutafuta goalkeeper mwingine. Wakawa wanajadiliana kuweza kumsajili Yona Amos ambaye alikuwa kwenye kikosi cha Pamba Jiji. Mwisho wa siku mambo yakaenda ndivyo sivyo, wanatofautiana wenyewe, wakaona kwamba wanapaswa kutafuta goalkeeper ambaye ni wa kimataifa. Basi moja kwa moja kwa upande wa viongozi wa klabu ya Simba wakaanza kuulizia uwezekano wa kumpata goalkeeper mmoja mkubwa kabisa barani Afrika, goalkeeper ambaye ana uwezo wa kimataifa, ambaye si mwingine ni goalkeeper wa timu ya taifa ya Nigeria, lakini pia ni goalkeeper wa timu ya Chippa United ya pale Afrika ya Kusini. Sasa baada ya Simba kuweza kufanya namna hiyo, walikubaliana kila kitu na goalkeeper huyu ambaye ni goalkeeper wa timu ya taifa ya Nigeria, lakini pia goalkeeper wa klabu ya Chippa United. Mmoja kati ya goalkeeper ambaye umri wa miaka 29 ambaye anaitwa Stanley Nwabali. Na mazungumzo baina ya klabu ya Simba pamoja na Stanley Nwabali, kila kitu kilienda vizuri. Hii ilikuwa ni kwenye dirisha dogo la usajili ambapo mazungumzo yalikwenda vizuri. Sasa baada ya kuelewana na goalkeeper, kuzungumza na goalkeeper kila kitu, wakaona isiwe kesi. Sasa ni kwenda kufungua mazungumzo kwa upande wa klabu ambayo inamiliki, ambayo ni Chippa United ya pale Afrika ya Kusini. Simba walijikita kwenda kuulizia na wakafungua mazungumzo dhidi ya Chippa United. Mwisho wa siku Chippa United walihitaji wapate bilioni 1 na shilingi milioni 134. Hiki ni kiasi ambacho kwa upande wa Chippa United walikuwa wanakihitaji ili Simba waweze kumpata Stanley Nwabali, moja kati ya golikipa bora kabisa. Simba kona kutoa bilioni 1 kwao ni ngumu sana. Hatimaye wao walikuwa na nusu ya hicho kiasi kuweza kumpata golikipa huyo. Walikuwa na kitu kama milioni 400 hivi walikuwa wako tayari kutoa, manake waliona kwamba golikipa alikuwa amebakiza mkataba wa miezi 6, watoe bilioni 1 ni kitu ambacho hakiwezekani. Na mwisho siku Simba waka give up, wakaamua kuachana na Stanley Nwabali kutokana na Chippa United kiasi cha fedha ambacho walichokuwa na kihitaji. Simba akaona isiwe kesi, waamie pia kuangalia golikipa mwingine, na hatimaye wakaenda kumtazama golikipa wa timu ya taifa ya Nigeria ambaye ndio huyu ambaye yuko kwenye kikosi kwa hivi sasa, Mahamud Tanja Dribble Kasali ambaye yuko kwenye lango lao kwa hivi sasa, na ni moja kati ya golikipa ambaye ni mzuri kwenye swala zima la saving catching zake, lakini amekuwa na makosa madogo madogo ambayo yamekuwa akigharimu timu, kitu ambacho kwa upande wa mashabiki wanaona kwamba hana sifa za kuwa golikipa wa klabu ya Simba kutokana na ukubwa wa klabu ya Simba. Na Simba wamemchukua golikipa huyu, lakini kwa upande wa mashabiki paka hivi sasa hawajaridhika na wanategemea kuona kwenye
dirisha kubwa la usajili waweze kuachana naye. Sasa golikipa huyu ambaye klabu ya Simba amemchukua, mashabiki wanaona kwamba kwenye footwork yake bado haijawa vizuri, na kweli ukimtazama golikipa huyu kwenye upande wa footwork ukicheza na wenzake kwake imekuwa ni kipengele, imekuwa ni shida kweli kweli. Na soka la kisasa kwa hivi sasa, kwenda kumshambulia mpinzani wakati mnaondoka, mpira unapaswa kuanzia katika eneo la goalkeeping. Yani goalkeeper anapaswa kuanza kuchezea mpira, mashambulizi yanaanzia kwenye build up, kuanzia kwenye eneo la goalkeeper, kucheza na mabeki wakati na timu iweze kusogea kwenda kushambulia, kitu ambacho kwa upande wa klabu ya Simba kwa siku za karibuni kwenye ile eneo wamekuwa wakiteseka kweli kweli katika ule mpango wa kwenda kuanza kwenda kumshambulia mpinzani, kwa imekuwa ni tatizo kutokana na goalkeeper pia Kasali anakosa hivi vitu, kwenye footwork yake ni ndogo sana, kitu ambacho kimekuwa kisababisha kwamba akirudishwa mpira basi anakuwa ana maamuzi ambayo sio sahihi, amekuwa akijibutulia tu. Namna ambavyo mpango ulivyo kwa upande wa klabu ya Simba kuelekea pia kwenye dirisha kubwa la usajili, hawana mpango wa kuendelea tena na Kasali, bali wana mpango wa kuweza kutafuta golikipa mwingine mpya, ama endapo kama Pinpin Kamara atakuwa amepona basi waendelee kubakia naye. Manake kumbuka Pinpin Kamara ni golikipa wa klabu ya Simba, bado ana mkataba na klabu hiyo, so kesi ni wao wenyewe kuweza kuamua kwamba wanaweza wakaendelea naye ama aondoke then waweze kufanya usajili. Lakini Simba kama endapo watashindwana na Pinpin Kamara kuendelea kusalia kwenye kikosi hicho kutokana na masuala ya injury, kutokuwa fiti, asipokuwa fiti basi moja kwa moja jina ambalo bado linalengwa ni ule golikipa wa timu ya taifa ya Nigeria ambaye yuko kwenye kikosi cha Chippa United. Kumbuka mwisho wa msimu huu, nikiwa namaanisha kwamba mwezi wa 6 mkataba wake na Chippa United unako umemalizika. Hivyo Simba wana uwezo wa kwenda kumchukua Stanley Nwabali na hatimaye akawasaidia kwa ukubwa, maana ni moja kati ya golikipa ambaye mwenye uwezo mkubwa, golikipa mkubwa na uzoefu wa kucheza mechi mbalimbali, wa kucheza pia michuano ya kimataifa. Hivyo ana uwezo pia kuwasaidia klabu ya Simba kwenye lango lao. Ni mzuri pia kwenye footwork yake, lakini pia ni mzuri kwenye eneo la namna ambavyo anafanya saving catch up zake. Ni moja kati ya golikipa ambaye ana uwezo wa kuwasaidia Simba kwa asilimia kubwa. So Simba wanaweza wakarudi tena kwa ajili ya kufanya mazungumzo, na mpango wa viongozi wa klabu ya Simba ni kuweza kuona Stanley Nwabali anarejea kwenye kikosi cha Simba. Bana, endelea kuhakikisha kwamba una subscribe channel yetu. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Bye bye.